Bwana, mbio za magari ambazo watu wengi wanapenda kuziita langalanga, lakini kwa jina lililo rasmi kabisa ni Formula 1 zinaelekea kukamilika weekend hii pale katika jiji kubwa kabisa duniani la Abu Dhabi linalopatikana kwenye Falme za Kiarabu, United Arab Emirates. Zinakwenda kukamilika weekend hii na zitakamilika katika moja kati ya circuit maarufu kabisa duniani, kwa maana ya circuit ya Yas Marina. Zinakwenda kukamilika na mpaka hivi sasa tunapozungumza, mara baada ya kukamilika kwa Qatar Grand Prix, mpaka hivi sasa Max Verstappen, Oscar Piastri pamoja na Lando Norris wote wanayo nafasi ya kushinda ubingwa wa Formula 1 kwa mwaka 2025. Sasa unaweza kujiuliza nini ambacho kilitokea kwenye Qatar Grand Prix, ilikuwaje, nani alimaliza wapi na ilikuwa nini kilichotokea? Hapa nikujuze kwa kifupi. Bana, weekend iliyopita imefanyika Qatar Grand Prix na Max Verstappen amemaliza wa kwanza. Amewakimbiza sana madereva wa McLaren, kwa maana ya Oscar Piastri pamoja na Lando Norris, amewakimbiza sana wiki iliyopita. Kilichotokea ni kwamba Max Verstappen amemaliza katika nafasi ya kwanza na tactic yake ilikuwa nzuri dhidi ya tactic ya papaya ambao wanaitumia madereva wa kampuni ya McLaren, kwa maana ya hawa wawili ambao tunazungumza sana kwa hivi sasa, Lando Norris pamoja na Oscar Piastri, ya kuendelea kubakia nje, kwa maana ya kuendelea kuhold the box na kuto kusimama kwenye ile kufanya pit stop kwa ajili ya kubadilisha tires na vingine pale race ambapo ilikuwa inaanza round ya kwanza, na vinginevyo wakaendelea kubaki nje, wakajikuta wanapitwa kiurahisi sana na Max Verstappen. Lakini mbali na hivyo pia bado Oscar Piastri aliendelea kupambania nafasi yake na alimkimbiza Max Verstappen mpaka mwishoni kabisa, na akafanikiwa kumaliza katika nafasi ya pili kwa takriban sekunde 17 nyuma ya Max Verstappen, na kumfanya Verstappen kumaliza katika podium akiwa kwanza. Aka clear gap la point kutoka 15 mpaka zikapungua point kwa kiasi kikubwa sana, na kumfanya Lando Norris ashindwe kushinda ubingwa kwenye Qatar Grand Prix. Kilichokuwa kinahitajika ni kwamba kama Max Verstappen asingemaliza wa kwanza, na kama ingetokea Lando Norris amaliza wa kwanza, basi Lando angetangazwa kama bingwa wa Formula 1 kwa mwaka 2025, na hata tungeenda kwenye final, kwa maana ya mbio za mwisho kabisa zile za magari zinazofanyika pale Yas Marina mara baada ya Lusa Hill kukamilika, bado hamna ambaye angeweza kumpenya. Lakini alimaliza nafasi ya 4 akikaliwa mbele na Carlos Sainz, lakini pia akikaa katika nafasi ya pili Oscar Piastri na nafasi ya kwanza ya Max Verstappen. Mara baada ile pambano ama ile race kumalizika, amepata vitisho vya mitandaoni. Moja kati ya madereva wa kampuni ya Mercedes amepata vitisho vikubwa sana mitandaoni, kwa maana ya Kimi Antonelli, watu wengi wakimlaumu kwa kupitwa katika kona ya mwisho kabisa na Lando Norris na kumfanya Lando kumaliza nafasi ya 4 na kukusanya pointi nyingi, tofauti na vile ambavyo watu wengi walikuwa wakitegemea. Kama angemaliza nafasi ya 5 angekuwa kwenye hali ngumu sana akielekea kwenye race ya mwisho ya kushindana na Max Verstappen kwenye ile race ya kushindania ubingwa wa Formula 1. Lakini Kimi Antonelli aliteleza na amejaribu kutetewa pia na chief pamoja na wale viongozi pamoja na CEO pia wa kampuni ya Mercedes kuhusiana na kile kilichotokea. Aliteleza, akakosa control ya gari yake na kasababisha dereva wa McLaren Lando Norris kupenya na kumaliza nafasi ya 4 akiwa amekusanya takriban jumla ya alama 8 katika race hiyo. Sasa kwa wale wasiofahamu ni kwamba race ya Formula 1 ukimaliza katika nafasi ya kwanza P1 unapata takriban alama 25, ukimaliza katika nafasi ya pili kama ambavyo amefanya Oscar Piastri unapata alama 18, ukimaliza nafasi ya 3 unapata alama 15, na nafasi ya 4 unapata alama 12. Kwa hiyo kumradhi pale niliposema alama 8, lakini Lando Norris alikusanya alama 12 kwa kumaliza katika nafasi ya 4, tofauti na vile ambavyo watu wengi walitegemea angemaliza nafasi ya 5 akapata alama 10. Nafasi ya 6 alama 8, nafasi ya 7 alama 6, nafasi ya 8 alama 4, nafasi ya 9 alama 2, na nafasi ya 10 unapata alama 1 ukimaliza kwenye mbio za Formula 1. Sasa tunapoelekea pale Yas Marina weekend hii kwa ajili ya kuangalia nini ambacho kinatokea kwenye ile Abu Dhabi Grand Prix, ni fahamu ya kwamba kama ikitokea katika incidents yoyote ile, ikatokea dereva wa kampuni ya McLaren kwa maana ya Lando Norris, hapa simzungumzi Oscar Piastri, najua wote wawili wanatokea kampuni ya McLaren, lakini kila mtu yuko kupambania taji lake kivyake, na hata CEO wa kampuni ya McLaren alisema
ni bora ujiondoe kwenye race kuliko kumchagua dereva mmoja kati ya wawili wampiganie ili ashinde ubingwa. Kila mtu ajipambanie kivyake, lakini wasiathiriane tu barabarani kiasi cha kufanya wakashindwa watu wenyewe wote wawili kumaliza hii race na kuwa mabingwa. Lakini wao wanachokitegemea kama kampuni ya McLaren ni kwamba kila mtu atapambana kwa nguvu yake aliyokuwa nayo. Kwa hiyo Lando Norris anahitaji kumaliza kuanzia nafasi ya kwanza mpaka ya 3 kwenye Abu Dhabi Grand Prix. Ndicho anachokihitaji tu so far kwa hivi sasa. Kwenye Abu Dhabi Grand Prix itakayofanyika pale Yas Marina, anahitaji kumaliza kwenye podium. Akae miongoni mwa wale watu watatu wa juu. Akikaa katika nafasi ya 3, Lando atakuwa amekusanya takriban alama 15. Hizo alama 15 ukijumlisha katika jumla ya alama alizonazo mpaka sasa, amekusanya alama 408. Ukijumlisha jumla utapata alama 423. Maana yake ni kwamba hata ikitokea Max Verstappen kamaliza nafasi ya kwanza kama kinara akapata alama 25, ukijumlisha katika zile jumla ya alama 396 alizokuwa nazo, atafikisha alama 421. Hawezi kufikia 423 za Lando Norris. Kwa hapa kinachotokea ni kwamba kwa nini atumweke Oscar Piastri katika ile? Piastri yuko nafasi ya 3 kwenye idadi ya pointi alizokusanya, ana jumla ya pointi 392. Hizo alama 4 kuzikava ni ngumu sana. Itahitaji kuwaombea Max Verstappen pamoja na Lando Norris wote wamalize katika nafasi mbaya kuanzia ya 8 huko na kuendelea, ndio yeye amalizi wa kwanza na awe bingwa wa Formula 1 katika huu mwaka. Lakini Max yeye anategemea kwanza yeye amalize bingwa, amalizi wa kwanza pale Yas Marina. Alafu akishamaliza wa kwanza anategemea pia bwana Lando Norris amalize kuanzia nafasi ya 4 kurudi chini. Akimaliza wa pili anamuombea amalize kuanzia nafasi ya 8 kurudi chini. Ndio shida itakapokuja kubwa zaidi. Kwa Lando anaweza kupambania nafasi ya kumaliza kwenye podium na akawa bingwa wa Formula 1 kwa mwaka 2025. Ila Max Verstappen bado ana hiyo nafasi. Ameshambeat Lewis Hamilton mwaka 2021. Anaweza kufanya pia zaidi ya vile ambavyo watu wengi wanaamini, na anatafuta nafasi ya kushinda ubingwa kwa mara ya 5, aifikie rekodi ya dereva mwingine aliyewahi kupita, Michael Schumacher. Ndio rekodi ambayo anaitafuta kwa hivi sasa bwana Max Verstappen. Ni nightmare. Hata ukiwauliza McLaren watakwambia hawa watu wa Red Bull na huyu dereva wao huyu Max Verstappen ni nightmare ambayo tutamani kukutana nayo. So all eyes kwenda pale United Arab Emirates, Abu Dhabi Yas Marina Circuit. Weekend hii ni Max Verstappen, Lando Norris ama Oscar Piastri ambaye anakwenda kuwa bingwa wa Formula 1 kwa mwaka 2025. By the way, wako watu wanaofanya vizuri pia. Kim Antonelli huwezi kumweka mbali, anafanya vizuri pia. Carlos Sainz pia huwezi kumweka mbali, anafanya vizuri. Wakati kina Lewis Hamilton wao na Ferrari yao bwana wanasubiria mpaka mwakani angalau watakapofanya maboresho ya gari pamoja na kutoa version mpya ya gari kwa ajili ya kushindana tena kwenye Formula 1. Endelea kusubscribe IREM TV. Nilikwambia hapa ni sehemu ya kupata taarifa, matukio na matokeo ya kimichezo. Hii ndio michezo yenyewe.